Zelensky anasema Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi. Taarifa zilizotolewa na idara ya ujasusi ya Ukraine zinaonyesha kuwa Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi na kuilenga miundombinu ya nishati. Hayo yameelezwa na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kuongeza kuwa mashambulizi yoyote yatafanya iwe vigumu kufikia makubaliano ya kukomesha vita hivyo vya karibu miaka minne. Zelensky amesema ni muhimu kuhakikisha kwamba mifumo yote ya ulinzi wa anga imewekwa katika hali ya tahadhari. Kumbuka wajumbe wa Ukraine, Urusi na Marekani wamekutana Jumanne mjini Geneva nchini Uswizi kushiriki duru ya 3 ya mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani na ambayo kwa mara ya kwanza yaliweza kujadili kwa kina kuhusu swala la vita na hatima ya maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi, hasa jimbo la Donbas ambalo Moscow inataka Ukraine iweze kuliachia. Sasa kwingineko ni kwamba wajumbe wa Urusi na Ukraine wamekutana Jumanne mjini Geneva kwenye duru nyingine ya mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Ukraine chini ya usimamizi wa Marekani, lakini matumaini ya kufikiwa makubaliano ni hafifu. Wapatanishi wa Ukraine na Urusi wamehitimisha mazungumzo yao mjini Geneva, siku ya kwanza mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani. Katika mazungumzo hayo, ikulu ya Kremlin iliwakilishwa na waziri wa zamani wa utamaduni Vladimir Medinsky, huku katibu wa usalama wa taifa wa Ukraine Rustem Umerov akiongoza ujumbe wa Kiev. Taarifa zinaeleza kuwa matumaini ya kufikiwa makubaliano ni hafifu. Siku ya pili na ya mwisho kwenye duru hii ya mazungumzo inafanyika leo Jumatano. Marekani imekuwa ikishinikiza kukomeshwa kwa vita hivi ambavyo vimedumu kwa takriban miaka minne, lakini hadi sasa imeshindwa kufanikisha makubaliano kati ya Moscow na Kiev, hasa kuhusu swala muhimu la maeneo ambalo ndilo limekuwa kiini cha tatizo. Duru mbili za awali za mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine huko Abu Dhabi hazikuzaa matunda yoyote, huku chanzo kimoja kilicho karibu na ujumbe wa Urusi kikieleza kuwa sharti la kutotajwa jina kuwa mazungumzo ya hivi karibuni yalikuwa magumu mno na yalidumu kwa saa 6. Kumbuka siku ya Jumanne kwenye hotuba yake, rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky, kumbuka ana utaratibu wa kila siku kutoa hotuba kuzungumza na taifa lake kueleza hali halisi ya uwanja wa kivita. Alisema yuko tayari kuchukua hatua ya haraka kuelekea makubaliano sahihi ya kukomesha vita, lakini akahoji ikiwa Urusi ina nia thabiti ya kufikia makubaliano ya amani, kwa kuwa imekuwa ikitoa kipaumbele kwa mashambulizi ya makombora kuliko mchakato wa kidiplomasia. Hata kabla mazungumzo hayo kuanza, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameishutumu Urusi kwa kudhoofisha juhudi za amani baada ya kufanya mashambulizi kwa kufyatua makombora 29 na droni 396 ambayo mamlaka za Ukraine zimesema yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 4 na kujeruhi wengine kadhaa. Moscow pia imeilaumu Ukraine kwa kufanya shambulio la droni zaidi ya 150. Mapema wiki hii rais wa Marekani Donald Trump alizidisha shinikizo kwa Ukraine kuitaka kufikia makubaliano haraka na Urusi ambayo inadhibiti karibu theluthi moja ya ardhi ya Ukraine, ikiwemo rasi ya Crimea ambayo ilinyakuliwa na Urusi mnamo mwaka 2014. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, kile ambacho kinaendelea kushika hatamu ambacho vyombo vya habari vya magharibi huwa havitaki kukuelezea ukweli halisi wa kile ambacho kipo ni kwamba wanajeshi wa Urusi wameingia kwenye nafasi za jeshi la Ukraine zilizoko msituni karibu na Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk na wanafanya operation ya kuondoa eneo hilo. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema Marochko alibainisha kuwa adui alikuwa ameimarisha Novodmitrovka kwa nguvu baada ya kujenga ngome imara. Vilevile kamanda wa Urusi anasema kwamba mamluki wa kigeni wanazidi kuwa wachache katika safu za jeshi la Ukraine katika mwelekeo wa Slavyansk, Kramatorsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Alifafanua kwamba mamluki wa Georgia aliharibiwa wakati wa operation ya kumkomboa Privoli ambayo Wizara ya Ulinzi iliripoti kuchukua udhibiti wake mapema Januari. Vile kwenye uwanja wa kivita, Ukraine inalenga maeneo yenye watoto kimaksudi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zaharova anasema, tazama kile ambacho utawala wa Kiev unafanya. Hizi ni hatua sahihi zinazolengwa, hata si hatua, lakini mashambulizi ya kigaidi yanayofanywa kupitia kupanda mabomu ya Lepestok, kutumia ndege zisizo na rubani, kurudi mara kwa mara kwenye eneo la uhalifu, hasa shule ya chekechea, shule, hospitali, viwanja vya michezo, masoko na kwa ujumla maeneo ambapo watoto wako, ambapo wanaweza kupigwa. Mapema balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi katika uhalifu wa vita wa Kiev Rodin Miroshnik alisema zaidi ya raia 20 wa Urusi waliuawa katika mashambulizi ya Ukraine wiki iliyopita na zaidi ya watu 120 walijeruhiwa, wakiwemo watoto 6. Hapo kwenye uwanja wa kivita yako ambayo pia inaendelea kushika tamu, wanajeshi wa Ukraine wamelipua kivuko cha mto katika mkoa wa Dnipropetrovsk
ili kuepuka kufikia lengo la mapigano, chanzo kutoka duru za ulinzi wa Urusi kinathibitisha. Na nikwambie pia waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye eneo linalodhibitiwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine wanaharibu angalau kitengo kimoja cha mapigano cha adui kila wiki. Mwendeshaji wa kikosi cha upelelezi wa kikosi cha ishara ya simu code anasema hayo yakiendelea. Kwa upande wa Urusi ni kwamba jeshi la majini la Russia litazima uharamia wa magharibi. Afisa mwandamizi wa ikulu ya Russia Kremlin ameonya kwamba yumkini jeshi la wanamaji la nchi hiyo likatumwa kuzuia mataifa ya magharibi kukamata meli za Urusi kama sehemu ya vikwazo dhidi ya usafirishaji wa mafuta ya Moscow. Nikolai Patrushev, afisa mkuu wa Kremlin anayesimamia usafirishaji wa meli na mpambe wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin, amenukuliwa akisema kwamba kwa hatua yake hiyo ya kuzima uharamia wa magharibi, Moscow inataka kutuma ujumbe mzito haswa kwa Uingereza, Ufaransa na mataifa Baltic. Anasema ikiwa hatutapambana kwa uthabiti, Waingereza, Ufaransa na hata wa Baltic karibuni watakuwa na ujasiri mkubwa kiasi cha kujaribu kuzuia nchi yetu kufikia bahari, hasa katika bonde la Atlantic, ameonya. Patrushev amesema Russia inabidi iweze kusafirisha mafuta, nafaka na mbolea ili kwa maslahi ya uchumi wake. Amewashutumu maadui wa Russia katika nchi za magharibi kwa kulenga moja ya sekta muhimu zaidi za uchumi wa Russia ambao ni usafirishaji wa meli. Mwezi uliopita Januari, Moscow ililaani vikali kitendo cha Marekani cha kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Russia katika bahari ya Atlantic na kuitaja hatua hiyo kama ukiukwaji wa mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu sheria ya bahari. Jeshi la Marekani lilidai kuwa meli hiyo ya mafuta ya Marinera ya Russia ilikamatwa kwa ukiukwaji wa vikwazo vya Washington dhidi ya Venezuela. Aidha, mnamo Septemba 2025 mamlaka za Ufaransa ziliitoa meli nyingine iliyokuwa na mfungamano na Russia kwa jina la Boracay inayodai kuwa na bendera ya Benin. Rais Putin alilaani vikali hatua hiyo na kuutaja kuwa ni uharamia. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.